Sitaki kuamini kwamba Kitima hawafahamu majina viongozi wa serikali, na sisi tunajua kwamba itifaki maana yake ni highly formalized procedure au ni utaratibu uliopangwa kwenye kiwango cha juu, na unapofanya recognition ya viongozi kwenye itifaki lazima uwataje kwa majina yao na kwa vyeo vyao. Lakini alichokuwa anakifanya Kitima, ile ilikuwa ni dharau dhidi ya viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania first. Lakini second, kwenye itifaki ni kwamba anayeanza kutajwa siku zote anakuwa ni kiongozi wa juu wa nchi. Wanapokusanyika viongozi wa nchi, kama ni rais, kama ni makamu wa rais, waziri mkuu, spika wa bunge, basi anayeanza kutajwa na kutambulishwa kwa majina yake na cheo chake kwa ukamilifu wake ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ajabu ni kwamba unaona kabisa kwamba Kitima alikuwa amepanga underrate rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kama ni mpango ulikuwa ni kumpoka au kumnyang'anya ile hadhi yake na heshima yake ya urais aliyokuwa nao. Kwa watu ambao ni watafiti wa mambo na wanadadisi mambo, watakuwa wanajua kabisa kwamba Kitima alikuwa amepanga kulitumia jukwaa lile kumbagaza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, which is very bad, kitu ambacho ni kibaya sana. Lakini pia ukitazama kuna uvunjifu mkubwa wa adabu umefanyika dhidi ya kiongozi wa nchi anapokuwepo mahala, na huwezi tu kumkaribisha au kumwambia kama atajisikia kusema basi aseme chochote, kwa sababu tunafahamu kwamba yeye ndo comforter in chief, yeye ndio mfariji mkuu katika taifa. Kwa hiyo katika msiba kama ule tungetegemea kwamba ipo ratiba maalumu ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuzungumza, sio kumkaribisha kwa kumwambia kwamba ikiwa atajisikia, kitu ambacho hakikuwa sawa sawa. Na hata kama ingelikuwa ni mimi nisingezungumza, kwa sababu tungetegemea kusikia speech au hotuba ya rais ikiwa inawafariji wa Tanzania na inawafariji wa Katoliki katika msiba ule mkubwa uliotokea. Lakini alichokifanya Kitima, inawezekana ametumwa ama ni utashi wake binafsi aliyokuwa anaufanya pale underrate rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kile sio kitu kizuri, underrate rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kile sio kitu kizuri, sio kitu kizuri na kinaleta taswira mbaya, lakini inaonyesha chuki ya wazi dhidi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumvunjia heshima na kumunderrate na kumpokonya ile heshima yake na hadhi yake aliyokuwa nayo. Sasa kile kitendo, kwa watu ambao wenye tafsiri sahihi katika vichwa vyao, watakuwa wanajua kabisa kwamba ni mpango ambao Kitima alikuwa ameupanga kutaka kumunderrate au kutaka kumshushia heshima yake au kutaka kumbagaza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mimi, maoni yangu, ninavyoona kile kitendo hakikuwa sawa sawa. Rais anapokuwepo inatakiwa apewe hadhi yake na heshima yake, na amekwenda kwa heshima ya Polycarp Kardinali Pengo kwa kazi yake na mchango wake mkubwa aliotoa kwenye nchi hii. Kwa hiyo ilipaswa wao watambue na wathamini kile kitendo cha rais kuja pale, lakini vile vile ilipaswa watambue au wampe ile heshima yake na hadhi yake ambayo anastahili. Kwa hiyo Kitima, kwa upande wangu na maoni yangu, ajitafakari sahihi kwa kile ambacho alichokuwa amekifanya. Kile sio kitendo cha sawa sawa, na huwezi kumfanyia vile rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukamunderrate, ukamdogosha, ukataka kumpoka cheo chake, heshima yake na hadhi yake, kisha ukawa unaongea kwa dharau na kibei, ukawa unafanya recognition kwa viongozi bila kuwataja majina, kitu ambacho hakikuwa cha sawa sawa. Kile hakikuwa cha sawa sawa. Sasa tusiposema itakuwa hatutendi uadilifu au hatuna insaf, tutakuwa hatuna insaf. Lakini kiuhalisia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekosewa adabu na Kitima. Sisemi kuwa ametumwa afanye vile. Inawezekana pengine Kitima ni utovu wake tu wa adabu na nidhamu aliyokuwa nao dhidi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo haya ni maoni yangu na kila mmoja anaweza akawa na mtazamo wake katika hilo, lakini kwa uoni wangu nilivyoona, alikuwa amepanga kumunderrate rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.